Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu ni kwamba mpaka sasa bado mnaendelea salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu. Basi tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tutakwenda kuanzia na habari ya ajali nyingine mbaya ya maporomoko ya ardhi ambayo imekwenda kutokea katika eneo la migodi la Rubaya ndani ya wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ikionyesha tena hali ngumu na hatarishi wanazokumbana nazo wachimbaji wa madini kwa njia ya kienyeji katika eneo hilo lenye ukosefu wa usalama. Maporomoko hayo ya udongo yalitokea katika eneo la mgodi wa Gasasa wakati wafanyakazi kadhaa walikuwa wanajiandaa kushuka kwenye mashimo ya chini ya ardhi kwa ajili ya uchimbaji wa madini ya coltan. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwepo, njia mbili za chini ya ardhi zilianguka ghafla na kuwafunika wachimbaji wapatao wengi. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa watu wasiopungua 9 person ndio ambao wamepata kupoteza maisha, huku wengine 12 wakijeruhiwa vikali. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa idadi hiyo ingeweza kuwa kubwa zaidi kama ajali hiyo ingeweza kutokea baadaye katika majira ya mchana, wakati shughuli za uchimbaji huwa zimefikia kilele na wachimbaji wengi wako ndani ya mashimo. Eneo la Gasasa liko ndani ya ukanda wa migodi ya Rubaya, sehemu yenye utajiri mkubwa wa madini, lakini ambayo kwa miezi kadhaa sasa haiko chini ya udhibiti kamili wa serikali ya Kongo. Kwa sasa eneo hilo linadhibitiwa na waasi wa M23 AFC RDF ambao mara nyingi wanatuhumiwa na serikali ya Kinshasa pamoja na ripoti mbalimbali za kimataifa kuwa wanapata msaada wa nje kutoka Rwanda. Katika mazingira haya, shughuli za uchimbaji zinafanyika bila kufuata sheria wala viwango vya usalama, jambo linaloweka wafanyakazi katika hatari kubwa kila siku. Ajali hii ni ya 3 yenye vifo kurekodiwa katika mwezi huu wa Machi pekee katika eneo hilo. Kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na wadau wa ndani, mamia ya watu tayari wamepoteza maisha katika matukio kama hayo, hali inayoonyesha hatari kubwa ya uchimbaji wa madini kwa njia ya jadi ama ya kienyeji katika ukanda huo. Licha ya wito wa mara kwa mara kutoka kwa mashirika ya kutetea haki za binadamu, baadhi ya mashirika ya kiraia pamoja na serikali ya Kongo kutaka kusitishwa kwa shughuli za uchimbaji katika maeneo hayo hatarishi, kazi hizo zinaendelea bila kusimamiwa. Ukosefu wa udhibiti pamoja na hali ya usalama duni unaoendelea kuyaweka maisha ya raia katika mazingira magumu. Kwa wachambuzi wengi, matukio hayo ya mara kwa mara yanaonyesha haja ya haraka ya kuchukuliwa hatua madhubuti ili kulinda wachimbaji na jamii zinazozunguka maeneo hayo. Kwa sasa wachimbaji wa kienyeji na familia zao ndio wanaendelea kubeba mzigo mkubwa wa maafa hayo. Matukio hayo yote tena yanaendelea kujiri chini ya eneo ambalo liko chini ya udhibiti wa M23 RDF, huku shinikizo kubwa la kidiplomasia hasa kutoka kwa serikali ya Washington inapelekea Rwanda kuendelea na mchakato wa kuondoa hatua kwa hatua vikosi vyake katika maeneo yenye makazi ya watu wengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vilivyowasiliana kutoka Kibumba pamoja na maeneo ya mpakani kati ya Kongo na Rwanda, vinadai ya kwamba harakati ya mamovu makubwa ya vifaa na wanajeshi ilishuhudiwa usiku wa Ijumaa tarehe 27 Machi mwaka huu, ambako inasemekana ya kwamba takriban malori 27 ama 27 camion yalionekana yakivuka mpaka kupitia kituo cha Kabuhanga kilichopo katika wilaya ya Nyiragongo katika grupema ya Kibumba majira ya saa 4 usiku ama 22h. Vyanzo hivyo pia vinaripoti kuongezeka kwa uwepo wa vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF upande wa Rwanda karibu na mpaka. Hatua hii ya kujiondoa kwa kiasi inafanyika katika muktadha wa utekelezaji wa makubaliano ya Washington yanayolenga kupunguza mvutano kwa njia ya kudumu.
Hata hivyo, maswali mengi bado yanaibuka kuhusu hatua zinazofuata pamoja na mustakabali wa muungano wa AFC M23. Bila msaada unaochukuliwa kwa muhimu wa kijeshi, kundi hilo la wahasi linaweza kujikuta katika hali dhaifu mbele ya nguvu ya kijeshi ya jeshi la taifa la FARDC na wachambuzi kadhaa wanaamini kuwa hali hii mpya inaweza kulazimisha kundi la AFC M23 kuingia haraka katika mchakato wa kisiasa kwa kukubali masharti yaliyowekwa na Kinshasa, ikiwa ni pamoja na kuwekwa kambini kwa wapiganaji au ujumuishaji kwa masharti ndani ya jeshi la taifa pamoja na hatua za haki. Iwapo makubaliano yatapatikana, basi chaguo la kijeshi bado linaonekana kuwa wazi kwa mamlaka za Kongo, ambazo zinaweza kuchukua hatua za kulazimisha au kuwasambaratisha wahasi kwa kinguvu. Kwa upande wa kibinadamu, kipindi hiki cha sintofahamu kinazua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wapiganaji wa Kikongo walioungana na kundi hilo. Kwa hofu ya kulipizwa kisasi au mabadiliko ya mizani ya nguvu, baadhi yao tayari wameanza kuwahamisha wanafamilia wao kwenda nchi jirani, huku wengine wakiondoka kimya kimya katika maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wa wahasi. Katika hali hii tete, maendeleo ya siku zijazo yatakuwa na umuhimu mkubwa katika kuamua mwelekeo wa mchakato wa amani na uthabiti wa eneo hili. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, wahasi wa M23 wameanza mchakato wa kurekebisha na kuhamisha nafasi zao katika baadhi ya maeneo, hususan katika wilaya ya Lubero na Walikale, katika muktadha wa juhudi zinazofanyika kwa sasa za kuanzisha upya mchakato wa amani. Kwa mujibu wa mamlaka za kienyeji ama mamlaka za M23, harakati hii inafanywa kwa kuzingatia ahadi zilizotolewa katika majadiliano na vikosi vinavyounga mkono serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Meya wa jiji la Goma aliyewekwa na AFC M23 katika hotuba yake aliyoifanya katika mkutano aliofanya na wakaaji wa Goma amesema kuwa mpangilio huu wa kimkakati wa kujiondoa kwa majeshi yao katika maeneo tofauti tofauti unahusisha kurudi nyuma kwa takriban kilomita 30 ama 30 km kutoka baadhi ya mstari wa mbele kwa lengo la kuunda hali itakayorahisisha majadiliano. Hata hivyo, alisisitiza kuwa jiji la Goma halihusiki na maondoko hayo, akibainisha umuhimu wa kudumisha usalama katika eneo hilo linaloonekana kuwa hatarini. Wakati huo huo, afisa huyo analaumu makundi ya kujilinda ya VDP Wazalendo kwa kuingia katika maeneo yaliyotawaliwa na M23 hapo awali baada ya kuondoka kwao, hali ambayo kwa maoni yake inaweza kuathiri juhudi za kupunguza mvutano zinazofanyika. Licha ya mvutano huo unaoendelea, AFC M23 inathibitisha kuwa ipo tayari kuendelea na mazungumzo ya kisiasa ambayo kwa mujibu wao ulisimama njiani huko Doha nchini Qatar, huku akiongeza kusisitiza kuwa hata hivyo harakati hizo haiziondoi uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi iwapo majadiliano yatashindikana. Vyanzo hivyo vile vinabainisha kuwa vikao vinavyofuata vya majadiliano kati ya serikali ya Kongo na wahasi wa M23 vinatarajiwa kufanyika nchini Uswisi ama Swisse, tofauti na kufanyika nchini Qatar, na ni kwa matumaini ya kufanikisha makubaliano ya kudumu yatakayosaidia kuleta utulivu katika eneo hilo. Ila maneno hayo ameyaongea meya huyo wa Goma ambaye yuko chini ya udhibiti ama chini ya utawala wa AFC M23. Na katika muktadha huu nyeti, uhamishaji huu unaonekana kuwa hatua muhimu ambapo athari zake halisi zitategemea sana mwenendo wa pande zote zinazohusika katika mzozo pamoja na maendeleo ya majadiliano ya kidiplomasia. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri ama kutikisa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika hali yake ya kiusalama na hata ya kisiasa pia. Na kukusidi kuhabarika zaidi, basi tunakuomba ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili ufahidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.